الفائدة الثالثة فائدة تاتو الفائدة الثالثة ما يحرم على المرأة في العمرة yale yaliyoharamishwa kwa mwanamke atakapokuwa katika ibada ya umra. Ma yahrumu ala almar'ati fil umra, yale yaliyoharamishwa kwa mwanamke atakapokuwa katika ibada ya umra. Awalan, la kwanza halqu ash-sha'ri, kunyoa nywele ni haram. Kama qala halqu ash-sha'ri, kunyoa nywele ni haram kwa mwanamke atakapokuwa katika ibada ya umra. Kama qala an-nabi sallama laysa 'ala an-nisa'i halqun, hakuna juu ya wanawake kunyoa. Inma 'ala an-nisa'u at-taqsir, hakika si vinginevyo bali wanaruhusiwa wanawake kupunguza nywele tu basi. صححه الألباني في صحيح الجامع حديث عبد الله بن عباس، حديث عبد الله بن عباس. jambo la pili la haram at-tatayyub ba'da al-ihram, kujipaka manukato baada ya kuhirimia ibada ya umra. Haram kupaka manukato baada al-ihram. sawa hayo manukato yanapaka katika nguo au napaka katika kiwiliwili chako ni haram. At-tatayyub ba'da al-ihram, kujipaka manukato baada ya kuhirimia ibada ya umra ni haram. Jambo la tatu katika yaliyoharamishwa, lubsu malabisi zinati, kuvaa mavazi ya mapambo yenye mapambo. Lubsu malabisi az-zina, kuvaa mavazi yenye mapambo ni haram. Mfano mtu akavaa nguo akaweka uturi ndani ya hiyo nguo, au mavazi ambayo yanadhihirisha mapambo ni haram. Jambo la nne, kashfu alwajhi bighairi hajatin في الإهرام. كشف الوجه بغير حاجة في الإهرام, kufunua uso pasi na haja katika Uislamu, katika ihram. Mwanamke kashfu alwajhi bighairi hajatin fi al-ihram, kufunua uso pasi na haja katika ihram ni haram. Haijuz kwa mwanamke kufunua uso wake akiwa katika hali ya ihram, isipokuwa itakapokuwa haogopei madhara. Hakuna madhara hapo, sawa. haya na Sheikh yuko amesema wa yahrumu alayki an-niqabu wa lubsil quffazi, panaharamishwa juu yako mwanamke kuvaa niqab na kuvaa gloves mikononi. Sheikh anasema wa yahrumu alayki an-niqab wa lubsu al-quffaz, na panaharamisha juu yako mwanamke kuvaa niqab na kuvaa gloves pale utakapokuwa katika ibada ya umra.
na masala haya ahlul ilmi rahmatullahi ta'ala alayhim wanaeleza kuwa Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen anasema yajuzu lilmar'ati, inajuzu kwa mwanamke an tughatti wajhaha fil ihram bin niqab, kufunika uso wake katika ihram kwa niqab, wa hadha min alwiqayati wal hishma, na hii ni katika kujilinda na katika heshima, kama Aisha anasimulia kunna nuhrimu wa nahnu muhtajibat, kwa sisi tunahirimia ibada ya haji au umra hali ya kuwa tumevaa mahijabu ya kisheria, tumestiri nyuso zetu, tumestiri nyuso zetu. Paka tumeona. طيب tunachukua somo la 16 au tunaishia hapo? ishia hapo sasa. Sina usulu 6